Last time nikipima nilikuwa sawa. Na hata mimi kwa akili zangu. Kwa muda gani mnyuma? Ni kitambo kidogo, siwezi kumbuka. Na naona hata tukikuja hapa tulikuwa sawa. Sasa sielewi hii ugonjwa imetokea wapi. Sielewi kabisa. Chote. For sure. Acha mimi niongee kidogo. Kwanza kitu moja huyu jamaa amenibona nayo vifuata uende na huyu daktari. Kitu moja huyu jamaa amenibona nayo. Bwana you are not a soldier bwana. Sikia, huyu jamaa si soja. How comes? Hapana. Jeff hakuna mali anaenda. Jeff anajua kupiga kona zote. Ukisema toke, atatoka aje. Unaacha asali. Anakuwa hako nayo lakini ukipima unapata ana. Na lakini yeye anaambukiza watu. So yeye ndo sasa ko dangerous zaidi. Kwa hivyo inamaanisha yuko nayo. Nini wewe? Wewe unaniambia nini kwangu? Ati babe, unani? Babe unaniambia nini wewe? Foshua. What is this? Babe wewe ni imani. Nafanya kazi nje kwa mjinga. Askari, afande. Afande tumesikia. My friend. Tumesikia tuongee kama wanaume wewe. Who are you? Bro, who are you? Do you know me? Don't have respect for me. Unaniambia nini wewe? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, mambo haijakuwa mazuri kabisa lakini nimeona ni vizuri tukae chini tuzungumze kuliko mambo ya kelele, mambo ya kupigana. Kitu kaishafanyika imefanyika. Na nimeona niwaongeleshe lakini nashukuru pia wamenielewa na tutulie tuongee kwa utaratibu tu. Tusikize mmoja baada ya mwingine kuliko huyu anaongea, ule anaongea. Hatutajua tunasuluhisha aje maneno. Kitu kaisha happen tu. So tuko hapa kuzungumza venye tulikuwa tumesema mara kwanza. Haina haja ya kupigana na ni Oscar tafadhali tulia tafadhali. Matusi tuachane nayo please. Tujue venye tunasuluhisha hii maneno. Si ndio? Daktari uko na kitu ya kusema? Mimi kuna mambo moja mbili ambayo ningependa niongelee. Sababu hii mambo yote mimi nilikuwa nimeona na hata kuambia Oscar tukuje mpaka kwa hii boma. Nilikuwa najua ni nini ambaye ika hapa na kama hatungefika hapa hao watu wangeumizana bure na ni kitu ambaye mimi nilikuwa nimeona na nilitaka pia Oscar kuja ajione kabisa sababu kama unakumbuka vile nilimwambia hapo nje nilikuwa nimemwambia kuna vitu ambaye nitamuadvise lakini nataka ajione kwanza ndio yeye aniambie daktari hapa tufanye aje na nashukuru ameona yale ambayo nilikuwa nataka kumwambia. Oscar, yale ambayo umeona unaweza toa maoni gani kwanza ndio nijue vile tunaendelea? Mimi hata saizi penye nimefikia. Nashangaa kwa nini hiki kiumbe kiko kando yangu. Sababu nimefikia mimi saizi. Tulia tafadhali. Tumesema tunaongea kwa utaratibu bro. Uone hata mimi mwenyewe nimekuuliza. Haina haja ya drama tena tafadhali. Uone kitu kama hiyo. Oscar jibu tu daktari vile amekuuliza tafadhali. Mimi penye nimefikia daktari. Kenye nataka saizi sisikii maneno ya mtu mwingine. Chochote kenye unasema ndio kenye mimi nitafuata. Kwa sababu saizi kama ilikuwa imefika saizi pengine ningekuwa niko korokoroni. Ningekuwa pengine nimeshikwa. Unanipata? Na pengine ingekuwa ni kitu kingine kubwa sana ningekuwa wewe shukuru Mungu wewe my dear. Nilikupenda lakini wewe ni kama uliona mapenzi yangu kwako unaniletea vinyangarika kama hizi kwa nyumba. Paka yani Oscar tafadhali matusi achana nayo tunataka tuongee tafadhali bro. Mimi kinyangarika mimi. Tulia. Umekuja tuongee lakini vile anaongea. Wewe ukija na mdogo mtu mwenye nafaa niite mama mukwe. Unaona venye wanashikana? Unishika kuna ubaya. Wamaribia mpaka Binai sasa ona mtoto mdogo. Ona kenye mtoto mdogo amejeka kwa fracas zingine daktari. Sawa, Oscar mimi nimekusikia na ni kama hata mimi shida zangu ni kidogo sasa. Hao ndio nafaa wasaidie zaidi. Ningetaka tu nianzie na Lucy sababu umesema unaitwa Lucy. Ningetaka tu nimpe nafasi Lucy aweze kuongea ni nini ambaye inaendelea hapa ndani na hii hali ambayo tumewapata ni nini ambaye inaendelea ndio tujue vile tunasuluhisha sababu najua tuliingia kama wanagombana na tumejaribu kuwasikiza lakini hawakuwa wanatuelewa na nashukuru vile nimesema kwamba tukuje tu hapa nje tuongelee hii maneno hapa nje tujue ni nini ambaye inaendelea sababu najua watu wengi watashangaa nini ambaye ilikuwa inaendelea hapo ndani Lucy. Kwa najua uko na hasira, najua mimi na wewe hatupatani. Sababu jana hatukuwa tunapatana na sidhani kama leo pia tutakuwa tunapatana.
Lakini mimi nataka tu nikupee nafasi ujaribu tu kuongea kidogo ni nini ambaye imekuwa inaendelea hapo ndani na ulitaka usaidike namna gani, sababu naona ni kama leo umerudi chini kidogo, na mimi nataka tu niuelezee watu ama utuguzie kidogo. Tafadhali Oscar, tafadhali. Daktari, nasema ni asante ya kijana. Vile uliongea hivyo sikuamini hiyo maneno. Sababu mimi nimekuanga nikijipima lakini sijaipatikana na hiyo nini. So vile uliniambia Jeff ako na hiyo ugonjwa wa ukimwi, nilishtuka sana. Nikasema lazima ninunue hizo kits tukuje tupime. Na vile tulipima na niliwaforce, walikuwa hata amekataa kabisa. Alikuwa amesema apimi na apimi, ilikuwa hata vurugu kabisa. Lakini akakubali kupima. Sasa mimi nataka tu uniambie kama mimi niko na sababu mimi nimepimwa na sina na sababu tumekuwa tukilala nao na hata tutumii condoms ama nini. Sasa nimeshindwa, mbona mimi nimepatikana sina na hao wako nayo. Sawa, hiyo swali mimi nitakujibu. Na huyu msichana naona yuko sawa. Na msichana umesema unaitwa nani? Naitwa Tina. Unaitwa Tina. Tina, wewe ni nani kwa hii boma? Usinishike we. Usinishike. Acha nijibu daktari. Tina, wewe ni nani kwa hii boma? So mimi nilikuja na like huyu amekuwa rafiki yangu sana. So hata time tulipatana watatu, tulipendana tu hivyo. So sasa inashangaa mbona ananiambia amekuwa akipima na aniambii mimi kama rafiki yake anapima juu tunapenda huyu wote. Sasa kwa kifupi tu wewe ni nani kwa hii boma? Mimi ni bibi ya Jeff, si wawili ni bibi ya Jeff. Thank you. Ambie tena. Nyumbani ni wapi Tina? Nyumbani? Nyumbani ni Kisumu. Kisumu. Mbona Tina huko katika hii hali, wewe uone kama itikadi na tamaduni wewe unaona ni sawa tu? Wako sawa. Mimi niko sawa. Sasa siko sawa after nimepata ugonjwa, siko sawa. Kwa hivyo wewe ulikuwa unakaa najitenga nao. Mimi nilikuja hapa juu ya maisha mzuri. Tumekuwa tunawekwa vizuri, pesa si shida. Like chakula unataka unapewa. Alafu na hizo kujibamba. Unajua kila kitu iko na consequences. Na ukienda mahali lazima ujue kwamba kuna Oscar tulia tafadhali. Shida ni gani bwana? Nikishika ni mama wangu ni so nani Tina? This is my mother bwana. Wewe hukujua kwamba uko na ugonjwa mpaka leo vile umepimwa? Mimi sijawahi jua. Last time nikipima nilikuwa sawa. Last time nikipima nilikuwa sawa. Na hata mimi kwa akili zangu. Kwa muda gani nyuma? Ni kitambo kidogo, siwezi kumbuka. Na naona hata tukikuja hapa tulikuwa sasa sielewi hii ugonjwa imetokea wapi. Sielewi kabisa. Juu unajua hapa tunakuanga wengi, kuna watu wengine wanakujanga. Wewe. Tina, wewe uko na mipango gani sasa hivi vile umegundua kwamba uko katika hii hali? Wewe unafikiria nini kwa akili yako? Bado nafikiria. Cause naona ni kama hata nitaenda kupata depression. Sasa sijui nifanye nini. Hata hii vitu ambaye nimeshika na kuna zingine ziko kwa bag. Unajua huyu kijana Oscar alikuwa amewapangia nini? Oscar alikuwa amepanga kukuja kukatakata nyenye kwa hii nyumba. Na vile nilifika jana nikaweza kuona, nilimulika hiyo picha yake. Na hii ni kisu na kuna zingine ambaye ika hapa ndani. Hii ni visu ambaye Oscar alikuwa amenunua na alikuwa ameamua. Alikuwa ameamua kwanza ni kuna kubwa kuliko hii. Unaona hii yenye alikuwa anakuja nayo. Sasa mimi angekuja, angepata sasa ni kuna kubwa kushinda hii. Mimi ningependa tafadhali tebu mfanye na karaka. Unajua maneno ni mingi. Jeff, situpe daktari nafasi tafadhali. Unafaa nikana time na. Alafu kuna kitu ningependa kuuliza Lucy. Kwa hii hali yenye mama yako wako na Jeff unasema kwamba amekuwa mpenzi wako kwa muda fulani. Wewe unaona iko sawa bila ameshikana hivi? Kuna kitu nyingine mnatuficha between Jeff na mama yako? Kwa kweli mimi Tina ni rafiki yangu, nitaanzia kwanza mali ilianza. Tina ni best friend yangu. So wamekuwa kuja kwangu na boyfriend yake. Kamuelezea situation ile niko, akaniambia tunaweza kuwa pamoja. Kumbe
mama anajuana na Jeff. Wamekuwa wakijuana. Mimi hata kwa hivyo pia kwa kimapenzi. Wako kimapenzi. Hiyo ni personal business yangu na huyu. Na ni Jeff. Jeff, hii ugonjwa wako ulipata lini mwisho? Kwa sababu mama amesema kwamba yeye amekuwa na hiyo ugonjwa na huwa anameza dawa na ako comfortable. Unajua kwa nini mimi nacheka kwa nini? Anda unajua mimi naongea kwa nini hivi? Nyinyi mnasema ugonjwa, mimi hata sijui ugonjwa gani mnaongelea. Juu mnakuja na huu mtu, sawa? Huu mtu hakutupima. Unasema yeye aliwaambia, si ndio? Yeye anajua aje tuko nayo na huyu amepimwa hayuko nayo. Mimi niko nayo, huyu ako nayo, sawa? How comes yule ana na sisi tuko nayo? Huyu daktari pia anatupima kichwa. Nyinyi ndio mnaribu vitu zingine hapa. Na kuna kitu mtasikiza hapa. Hata hizo vitu zinaweza kuwa za uongo. Hata sijui stress. Mama Lucy. Yes. Hauna aibu kushikana na Jeff mbele ya mtoto wako? Hapana. Hii si aibu. Hii si aibu, tuko tu sawa. Unaweza shika mother in law. Tuko tu sawa. Tuna aibu. Na watu wenye hata shule wa understand chochote. For sure. Acha mimi niongee kidogo. Kwanza kitu moja huyu jamaa amenibona nayo vifuata uwe na daktari. Kitu moja huyu jamaa amenibona nayo. Bwana you are not a soldier bwana. Sikia, huyu jamaa si soja. How comes unafuatilia eti unatafuta daktari akupatie order? Huyu jamaa anafanya apatiwe order na mtu kama huyu mwenye kuko juu, huko sijui lieutenant sijui nani. Bwana nimenikatia bwana. Umetoa wapi mzee kama huyu? Sikuzi wanajeshi wanafuata nini? Madaktari. Madaktari wa si utumie wewe ni jeshi, wewe ni kama mwanaume, sio kufanya vitu kama mwanaume. Kwani huyu ana akili? Huyu ana akili hizi suluhisha vitu na peke yake. Lazima aite daktari, lazima kuite. Lazima aite daktari. Sawa. Mimi nimekusikia na nilikuwa nataka kila mtu atoe maoni yake, na mama pia wewe nilingetaka tu utoe maoni yako ndio mimi nitoe conclusion ili niongee ambaye nataka kuongea. Sababu najua huko ndani hatukuwa tunaelewana, kila mtu alikuwa anaongea. Lucy ameongea, Oscar ameongea, na huyu pia sijui amesema anaitwa Tina ameongea, huyu kijana ameongea. Nataka pia wewe umalizie utoe maoni yako ndio mimi ni conclude yale ambaye nataka kusema. Kuna kitu kusema? Sasa mimi nitasema nini? Unaniuliza nini daktari? Wewe hata umetoka wapi? Tena unatolewa mahali unakuja na watuliza upuzi hapa, maneno za upuzi saa zote. Sijui wanakuita benign, nikuulize aje. Unatoka wapi unatuliza upuzi hapa saa zote? Unajua mimi ni kijana. Labda hata ameongea yeye mwenyewe na Oscar. Hii ni Nairobi. Labda wewe mzee umeongea wewe na Oscar. Mwaribu ndoa hapa. Na sisi tuko tu sawa. Yes. Tumecomplain. Watu wanafanya kazi mingi, unaona? Sijui hata huyu mmeletea, huyu anaweza kuwa ni comrade. Anaweza kuwa amenunuliwa kipesa. Amefunika sura. Nitajua aje daktari. Hatumuoni hata venye anakaa. Bwana kuna vitu zingine mvua mnatuletea hapa hivi. Nitajua aje. Kwa hivyo Mama Lucy hautajibu daktari kulingana vile anakuuliza. Hapana, hakuna kitu namuuliza. Huyu ametoka wapi? Hata sasa kwa hivyo hata watu kupatikana wakiwa na HIV, wewe unaona tu bado iko sawa. Mimi si HIV si kitu kwangu. HIV ni kitu normal. Unajua kansa. Ungesema kansa ndio inaua, lakini HIV hata meza dawa. Mimi nimemeza dawa miaka 12. Si niko sawa? Mkiniangalia sinakaa mnono. Nakaa very healthy. Niko sawa. Kuna mtu alikufa juu ya malaria, siku 2 amekufa. Niko sawa. Hii ni kitu normal. Ameza dawa. So mtasaidiaje huyu kwa sababu naona huyo ni mpenzi wako Jeff, mtamsaidiaje? Meza dawa. Pia kuna kerere. Unaweza mtu akiwa na kerere imefika saa hii, either watatoka wote, mimi nibaki itabidi tumebaki na huyu. Tunabaki ni ukweli. Either Lucy na Jeff na Oscar waende. So kwa hivyo saa hizi Mama Lucy unasema either nani watoke? Oscar anaweza enda. Sisi tubaki venye tulikuwa. Juu msichana naye Lucy ni msichana wangu. Lakini akileta kiburi anaweza enda. Lakini Lucy pale alikuwa anasema kwamba anataka hawa waondoke. Hapana, sitaki Jeff aende. Mimi nafaa kuenda. Jeff yuko sawa. Hapa shughuli Lucy, kuna kitu ya kuambia mama yako? Tafadhali mam, iangalie situation sasa imekuwa. Tafadhali ambia Jeff atoke, sababu anakusikiliza, mwambie atoke. Nyinyi hata mnaongea aje? Angalia mwili au msichana. Si muangalie hata hii mwili tu. Hii mwili inakaa kuna shida. Ni kuchukua tu dawa na kumeza na kuendelea na life, baby. Come on. Jeff, tafadhali tokeni tu. Shida ni gani? Mam, unajua nyinyi mko mnapigania hapa, mara huyu atoke mara huyu atoke, na mwenye hata nyumba hajaamua kitu ya kufanya. Yeye anataka nyinyi mtoke nyinyi wote. Alikwambia nyumba ni yake, si ndio? Mkamini daktari zako ukamini kila kitu. Saa hizi ile uamuzi daktari ananiambia ndio mimi nitafuata. Na hata ani penye nimefikia saa hizi hata yani ni Mungu ameniokoa because nilikuwa napanga mauti na kumbe Mungu naye amechange hiyo mauti yenye nilikuwa napanga, sasa iko opposite.
Sasa wewe unadhani uko na maisha? Acha uko na maisha. Wewe unadhani uko na maisha penye kuishi? Sasa umeanza kutafuta na madaktari. Ndugu yangu, endelea. Tafadhali fanya hivi. Meza dawa na naomba tena ukimeza dawa Mungu akusaidie ukufe haraka. Wewe na mama mkwe wako hata unaona saa hizi ndo nimejua, imagine kwa hii miaka yote ndo najua saa hizi mama mkwe wangu wako positive. Wewe unajuaje kama uko nao pia? Umejipima? Nani? Wewe umejipima? My friend. Umejipima? Unajuaje unajua uko safe? Kama daktari ndalinifunulia mko nayo. Sangeniambia hata mimi niko nayo. Huyu anataka pesa. Tafadhali tusaidie. Daktari, tafadhali daktari. Heshimu Jeff. Sikia tafadhali na Jeff kama anaweza handle wanawake kadhaa. Anaweza handle wanawake kadhaa. Wewe hata mwanamke mmoja hauwezi handle. Hauna nguvu. Ulisema. Si tu kusema. Ulisema unajua je mtoto ni wako? Ulisema. Kama si heshima yenye heshima daktari na heshima yenye nimezaa na Jeff amefanya ndio yako bado jamaa anafanya nini? Huyu jamaa anafanya nini? Daktari jamaa anafanya nini? Anakuchunga mtu kama huyu. Imagine unachunga mtu kama huyu jamaa anafanya nini? Hata unafaa unapate compensation. I've done very marvelous job bwana. Sasa mimi nimepea kila mtu nafasi ya kuongea. Na mimi nashukuru kila mtu ameongea yale. Daktari pia ujue hapa unaondoka mbio. Sawa, mimi sina shida. Na tafadhali usijaribu kuharibu ndoa eti maneno mingi, sio kuja na maneno mingi. Sawa? Kwanza nataka unieleze huyu mbona yeye hana na kwanza ni yeye anashughulikanga zaidi na yeye. Hata huyu ni kidogo. Unashughulikana na huyu kidogo. Hana au kama mtulia tu. Sasa mimi nataka niongee. Ongea sasa. Na mimi nashukuru kwa vile mmenisikiza na nashukuru kwamba hakuna kitu chochote kibaya ambaye kimetendeka. Kabisa. Na hii ugomvi ambaye inaendelea hapa ndani kila mtu anaelewa. Sababu kila mtu ametoa maoni yake. Na huyu mwanamke Lucy nadhani nyinyi wote hapa mmesoma kitu inaitwa science. Science ama chemistry ama physics. Ndio science tuko na science 3 tuko na chemistry. Pia amesema science. Tunaweza kuwa na physics, tuko na chemistry na tuko na nini? Biology. Sasa unaongelelea gani? Basi wewe zielewe tu vile unaelewa. Sawa. Unajua mimi ni mtu ambaye anaongea kwa mafumbo. Na nataka mtu ambaye ako sharp wa kuunganisha maneno haraka ndio ajue ni nini ambaye anamaanisha. Na vile nimesema hapa naamini sisi wote tulipita shule kidogo. Kusema kila mtu amesoma. Sasa umesoma? Nimesoma kabisa. Na kuna kitu ambaye mlifunzwa kwa science hiyo ambaye huyo kijana anasema sijui ni biology kwamba kuna watu ambaye wanaitwa carrier. Huyo mtu anakuwa ako nayo lakini ukipima unapata ana na lakini yeye anaambukiza watu. So yeye ndio sasa dangerous zaidi. Kwa hivyo inamaanisha yuko nayo. Yeye Lucy kwenye Mungu amekusaidia tu ni kwamba sasa wewe. Kwa hivyo inamaanisha yuko nayo yeye. Yeye anaweza ambukiza watu wengine. Lakini sasa yeye mwenyewe haimdhuru. Hizo sasa ndani yake. Kwa hivyo anameza dawa ama sasa next usikiza sasa unapigania kurudi hapo, unapigania kifo. Wewe hata nakusaidia. Brother tupiganie venye utakuwa maisha yako. Nimekupea nafasi ya kuongea. Nimekupea nafasi yako ya kuongea. Sasa si mmeniambia mimi niongee. Lucy, ningetaka tu nikuulize swali. Wewe damu yako ni gani? Blood group yako? Yangu ni O positive. Na nadhani wengi mnaelewa nini inamaanisha maana ya O positive, si ndio? Community yako inamsaidia. Ni mtu ambaye pia yako nayo si atiana. Na hii mambo hakuna mtu ya kulaumu sababu nyinyi wenyewe mmejitakia. Ni vitu ambaye mlikuwa mnafanya sababu ukifanya kitu si lazima ujue madhara yake nini ambaye utapata hapo mbele. Hapa kuna madhara hapa. Na dawa tunachukua tuna meza. Ni dawa meza. Hapa kuna madhara. Sababu ni nyinyi wenyewe kwa nyinyi wenyewe. Mlaumiane ninyi wenyewe. Sababu naona huyu anasema huyu ndiye ameniletea, huyu anasema huyu ndiye ameniletea. Na nisaidie tafadhali. Hii ni mambo ambayo watu hawaelewi kitu yoyote. Tafadhali nisaidie. Kulingana na mambo ya jana tu mimi ndo nasema utusaidie. Nusu unataka daktari akusaidie aje? Anisaidie kutoa hawa watu tafadhali. Watoa tu ndio kitu nataka. Wanitoke tu kwa maisha yangu. Na baada wakishakutoa uko na mpango gani? Wakishatolewa uko na mpango gani?
Kurudiana na Oscar. Naomba tu Oscar msamaha. Ndio, huyu mtu wake. Unatoa Jeff kwa nini? Kwanza mimi niko sawa, nani nakwambia. Mimi naendelea umstara. Mimi niko sawa. Mimi hata kirudi akiwa nayo, bado tunaweza endelea juu tulikuwa tukiendelea na hizi vitu. Sasa hizi nirudiane na mwanamke wangu. Sikia daktari. Wacha nibaki na mtoto wangu. Sikia daktari. Daktari tafadhali, kwa heshima yako. Penye imefikia. Kwa heshima yako. Wacha nibaki na mtoto wangu. Hii ni ndoa unaharibu kitu tamu wenye ifai kuharibiwa. Tafadhali kwa heshima. Unacheki uwanja, unaona uwanja? Unaona uwanja? This is a very spacious place. Sawa? Tunaweza piga tizi hapa, tunaweza piga practice. Kule tumeze vidonge na tuendelee na maisha. So I don't know whatever you're telling us. Mimi Kama kuna dawa inatusaidia, hiyo ndio kitu tunataka utusaidie. Hizi vitu tunasolve hapa, sijui nini ilikuwa. Haitasaidia. Huyu mwanamke sasa mimi sasa sasa hivi. Wewe kama unakuja nikusaidie kwako kesho. Unajua sasa hizi ameona sasa hizi niko na nguvu za kiume, sasa nataka nirudi kwake mimi nipate ukimwi. Oscar, kitu ile mimi ningetaka. Lazima upate hiyo kitu. Sababu ulisema mama ako karibu. Mimi ningetaka utafutane na yeye pia, naye afike hapa akuja aone nini ambaye ilisababisha ndoa ya kijana yake ikaharibika. Yeye pia atoe uamuzi. Unajua mimi kwa hii maneno yote tafadhali mheshimu ndo hata mimi penye imefika ni kiburi yangu ilifanya. Kama ningemsikiza akitoka si labda wewe ndio sasa umefika hapa. Wewe ndio sasa unasemaje Mama Lucy? Jeff, hapana. Jeff hakuna mahali anaenda. Jeff anajua kupiga kona zote. Ukisema toke atatoka aje. Unaacha asali. Unaacha asali. Kijana smart hivi, kijana mdogo, nguvu zimejaa. Hakuna mahali anaenda. Anajua kenye anafanya. Nikipiga simu hapo anashika. Wakati walikuwa na mashida, wakinipigia simu mimi nilikuwa nasuluhisha shida zao. So sasa Mama Lucy mpaka imefika mahali. Umeona imefika pale sasa hii kenye nilikuwa nasema ndio hii imejirisha ukweli. Huyu mwanamke Mama Lucy unasema kwamba Lucy na Oscar watoke. Jeff kuna mahali anaenda. Wanaweza toka waende. Hata huyu akitaka venye kuna kelele na sisi utaenda wapi? Mimi sisi utaenda wapi? Huyu mwanamke mwenye alikuwa ananilia mahari, sasa hii anasema mahari ni ya mtoto. Hakuna shida. Wanaweza toka waende. Nataka kuacha sema hii maneno unajua tuwezi maliza hivi. Mimi ningetaka mzazi ya huyu kijana akuje ili naye atoe uamuzi yake. Unajua mimi siwezi toa uamuzi na mimi sio mzazi yake. Ningetaka pia naye akuje sababu alisema alimwambia ako around. Ningetaka akuje naye aamue kwamba adhidiwe yale ambaye imetendeka na pia yeye kama mzazi yake atoe uamuzi, ndio mimi nijue nachukua mkondo gani. Sababu unajua labda tunaweza sema hii na labda mzazi naye ako na hii mipango. Mimi unajua huwa naheshimu, huwa anakuwa na heshima sana na boma za watu na ndio maana huwa anapenda sana kufuata mpangilio. Na ndio maana nimwambia Oscar huyo mzazi yake vile anasema ako around, ningetaka tu tumpe muda tafutane na yeye aweze kufika hapa na yeye asikie na yeye aongee kama mzazi, atoe uamuzi yake na mimi nijue sasa mzazi amesema hii, Oscar amesema hii, tuweke yote pamoja na tujue tunakuja na solution gani. Sababu najua hapa mimi peke yangu siwezi amua kitu na huwezi jua mzazi yake labda alikuwa na hii maoni ama alikuwa anataka hii ifanyike. Labda Oscar naye anasema hii na mzazi naye anasema hii. Unajua mimi hapo hapana. Wacha tafutane na hao wazazi wafike ndio tujue ni nini inaendelea kuanzia hapo. Eti wafike. Oscar utafutana na mzazi tuone kama ako karibu. Mpigie simu. Hiyo kwanza mnitafute gari yangu nataka nimasumbua pesa, naharibu pesa mingi sana. Wanaenda wote. Utakipata. Wanaenda wote. Hata mama yako. Pigia mama simu. Mpigie simu.